Bwana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Safaki TV? Ni katika mwendelezo wa kipindi chetu cha harakati migodini. Na kipindi kilichopita tulikuwa sehemu moja inaitwa Gap. Tulikuwa tunaangalia zile hatua za upatikanaji dhahabu. Kuna mwamba ambaye alituelekeza hatua moja baada nyingine. Nadhani mnielewa. Lakini mwishoni wa kipindi nikawaahidi kwamba nitakuja sehemu moja inaitwa Mapele ili kujua ni aina gani ya miamba ambayo inapatikana ndani ya Duara. Tumekuja moja kwa moja hapa Duarani. Sitakuwa mwenyewe, nitakuwa na mwenzangu hapa ambaye tutahojiana naye mwanzo mwisho. Tutamuuliza maswali ambayo tumeandaa ili tujue na tuelewe ni aina gani ya miamba ambayo inapatikana ndani ya Duara. Bila kupoteza wakati, twende moja kwa moja tukaanze kipindi chetu. Kwenye maiki uko na mimi Leonard John. Bwana, mambo vipi? Safi mheshimiwa. Unaitwa nani? Naitwa Munyalu Magold Madhahabu. Munyalu Magold Madhahabu. Unatokea wapi? Natokea mkoa wa Iringa. Wewe ni kabila gani? Ni Muhehe. Muhehe. Ya. Una muda gani hapa? Nina miezi zaidi ya 7. 7. Ya. Kosha kwa mwenyezi maeneo haya. Sana. Unaweza kutuambia katika Duara yako ni aina gani ya miamba ambayo inapatikana ndani? Miamba ndani iko zaidi ya miamba kama 3. Ndio. Kwa sababu haya maduara yote ukifuata msafara unavyoenda yanalingana na yanafanana, lakini ndani ya ile miamba ina mabadiliko, kwa sababu unapopanda juu kwenye felo kushuka chini kuna mwamba tofauti mwekundu, unapopanda chini zaidi unakutana na mwamba jiwe, lakini chini sana kuna mwamba unaong'aa. Kwa kuna miamba 3 tofauti, kuna mbala, kuna mwamba wa juu, kuna mwamba wa chini. Samani kwenye mbala, kwa sababu wote hata mimi sielewi maana ya mbala. Mbala ni nini? Nitafafanua. Mbala ni jiwe ambalo limekaribiana na mwamba, yani pembeni. Unapokwenda unaposhuka duarani kuna mbala. Ile mbala ni jiwe gumu ambalo halitabiliki wala halisagiwi lile. Ni jiwe ambalo lipo tu from nowhere, lakini chini yake unapofuata ile mbala ndo kuna mwamba ambao tunautafuta sisi kwa ajili ya madini ya dhahabu. Sasa katika hiyo miamba 3 sasa unaweza kutufafanulia mwamba mmoja baada ya mwingine na tuambie kwamba ni mwamba upi sasa ambao ukiupata uhakika wa kupata dhahabu nyingi. Okay. Unapopanda duarani, niseme duara unavyolianza juu, chini ukienda kwenye koleo 6 kushuka chini kuna mwamba mweusi. Unaitwa mwamba mweusi. Ule mwamba mweusi ni mchanganyiko. Na ule mwamba ukiuona una asili ya kung'ang'aa, zinki inajaa. Inapojaa ile zinki, unaposhuka chini ya ule mwamba wenye zinki, ndilo jiwe lenyewe ambalo limechanganyikana na dhahabu. Kwa utofauti wa hiyo miamba 3 kutoka juu kushuka chini, kuna mwamba wa chini. Ule mwamba wa chini ndio hela. Ndio hela yenyewe. Sawa kabisa, ndio hela yenyewe ambayo hata ukiliangalia lile jiwe lina utofauti na mao ulioyatoa. Na huo mwamba sasa kutoka katika usawa wa ardhi juu unaweza kuupata kwa kwenda chini, unapata kwa mita ngapi kwenda chini unapochimba? Tukiachana na mita, nazungumzia koleo kwa sababu sisi wataalamu tunaangalia koleo. Unapochimba unahesabu koleo. Kwenye mita nitadanganya. Ukienda chini kutoka mwamba wa hapa, ili eneo limekaa mtiririko juu na chini, limekaa slope. Unakuta kule ndani ya koleo 15 wanaupata mwamba, lakini kwa chini huku koleo 7, koleo 8 mwamba upo. Ni kamwamba kadogo ambapo kale kamwamba kana upana sana, kamechanganyikana, maana kama nyanda 3 hivi. Kwa kale kamwamba ndiko kamwamba ambako tunaita mwamba wa nini, wa dhahabu. Lakini kwa sababu kamekaribiana na miamba mingine tofauti, ni mchanganyiko, unachanganya yote. Na ndio unaona mabosi hapa wapo wanaingia sehemu mbalimbali kuangalia hii Mapele kushuka chini kwa sababu ya kale kamwamba. Kwa ukweli ni kwamba miamba ni 3. Kwa katika miamba 3 tofautisha, utakuwa juu utakosa, utakuwa kati utakosa, ukifika chini utapata. Kwa miamba 3 unafafanua, ufafanuzi wake ni kwamba ndani ya miamba 3 ni mwamba huu wa chini ambao ndio biashara kwa watu wa hapa. Sasa huo mwamba ukiwa unauchimba sasa, wagu unaisha au unaendelea kuchimba kilele? Hapana. Kwa mkanganyiko wa eneo hili, kwa sababu kuna duara moja ambalo mwamba umeshakata. Kwa ushahidi wangu ninafahamu. Kuna mita ukienda chini sana, ule mwamba unaishia pale pale.
biashara inafanyaje? Inaisha. Ukiendelea kuchimba kule chini, unachokitua ni hakipo. Kwa kuna kikomo cha ule mwamba ambapo ukishuka chini sana ndio unapata kikomo cha ule mwamba. Kwa kale kama mwamba kapo kameenda, kanapofika chini biashara imefanyaje? Ndio maana kuna baadhi ya maduara utakuta kuna wengine wameshaenda hawapo kwa sababu mwamba umefanyaje? Umeisha. Mimi kama Mnyaluma Gold, Mnyaluma Dhahabu, nawaambia watu wa Mapele na nasema ukweli, hapa tulipo hakuna mwamba wa kudumu. Tuna miamba ambayo ipo ya dhahabu za haraka haraka ndogo ndogo, na sio uchimbaji kwamba mtu atachimba apate mabilioni. Hapana, unachimba unatoa. Kama hivi kuna watu wa mkataba tofautiane, kuna watu wadumu, sawa. Tupo watu aina mbili, kuna watu ambao wameletwa kwa ajili ya mkataba, ila wapo watu ambao tupo kwa ajili ya kuuza nini, madumu. Dumu moja ilikuwa ni 3000, sasa wameshusha 2500, sawa. Lakini watu waonee huruma na sisi. Hii kazi ni ngumu kule chini, sio kitu cha kitoto. Unaingia mle chini na tochi yako, hujui kinachoshuka ni wewe na Mungu, sawa. Sasa kushusha hilo dumu 2500 maana yake ni kutuaibisha sisi. Tulikubaliana twende kwenye mada moja kwa moja huu mwamba. Nahisi ndugu mtangazaji, unachokitaka ni kujua wewe mwamba. Huu mwamba mjomba, nisiseme uongo. Huu mwamba una matabaka hayo matatu niliyosema, lakini ni ya kukaa na kujua. Usije haraka kujua nitapata dhahabu juu. Hilo hapana, utachukua felo, utaijaza, watakuchanganyia sisi na manini, utajua wewe, lakini mwamba uko wapi? Uko chini. Ndani ya ardhi. Na ni koleo 7 kushuka. Utaupata mwamba mtangazaji. Asante sana. Sasa unaweza kuniambia ni vifaa gani sasa ambavyo wewe unavitumia katika kutoa sasa ule mwamba, au unaingiaga na nyundo nini, au kuna vifaa vingine ambavyo mimi sivijui na watu wanaotutazama hawajui ambao unavitumiaga sasa katika kutoa ule mwamba mle chini ya ardhi? Okay. Maduara yetu hayapo kisasa sana. Ni tofauti na wachimbaji wakubwa na hisi. Unapewa tu tochi, unapewa na gambuti, muda mwingine gambuti huna. Wewe unashuka, duara linatimba halina, unatakiwa ushuke kwa toa ule mwamba. Kwa hiyo unachokifanya ni kwamba unajiamini wewe, kwa sababu unakuta mtu vifaa vile vya uchimbaji hana kabisa. Kwa hiyo unachokifanya wewe unashuka kwa sababu umekuja kutafuta maisha. Unakula gambuti kama nilivyo hivi unavyoniona. Nikiambiwa nishuke duara ninashuka. Ninachokifanya ni kuvaa tochi kama huyu jamaa yangu aliyekuwa mbele hapo. Unavaa tu tochi, unashuka duarani. Hakuna kifaa mantiki ambacho kitamlinda mtu. Na vile vifaa ambavyo unatumia katika kutoa ule mwamba, au unatumia sururu, au yani nazungumzia vile vifaa sasa vile Okay, nimekuelewa. Pale ni ponchi, ndio. Sururu, nyundo. Mfano kama una fleshia, una ponchi, ni nyundo, sururu. Sawa, lakini kwenye kutoa mawe ni spedi na dumu liko pale, watu wanapiga boya linapanda juu. Kwa ni sururu tu, nyundo na uwe na ponchi. Unatumia ponchi kupiga nyundo ili utoe lile jiwe. Lakini sururu kazi yake ni kuchimba yale mawe yawe mepesi wakati unapakia kwenye dumu ili yapande juu, uwasaidie wanaopiga boya. Okay, asante, nimekuelewa. Kuna ugumu gani sasa ambao unaupata katika kutoa ule mwamba? Yaani changamoto ambazo unazipata sasa ukiwa ndani ya duara au katika hatua za kutoa nje? Hakuna ugumu. Kitu ukiingia kule chini ni maarifa tu. Ndio. Lazima ujitambue nimekuja kufanya nini huku chini. Utoe ule mwamba ili utoke, lakini changamoto ambazo zipo ni nyingi. Kwa sababu mtu anapokuwa chini hawezi kuambia siri yake, lakini tunaoingia chini tunafahamu. Hususani vifaa bwana ni kitu kimoja kikubwa sana ambacho kitatulinda sisi wachimbaji.